Dada mdogo na kaka walizunguka wakiwapa kuku matajiri katika ujirani wao. Asubuhi ile, hewa ilikuwa baridi kidogo. Barabara ya vumbi ilionekana tulivu huku watu wachache wakianza shughuli zao. Kaka alibeba kikapu cha kuku mgongoni huku dada mdogo akitembea pembeni yake akiwa na mfuko mdogo wa chakula cha kuku. Leo lazima tuuze wengi zaidi, dada mdogo alisema kwa sauti ya matumaini. Kaka alitabasamu kidogo. Ndiyo, tukipata pesa nzuri tunaweza kununua chakula cha kutosha kwa hiki. Walikuwa wamezoea maisha hayo. Tangu wazazi wao wafariki miaka michache iliyopita, walibaki peke yao wakijaribu kujikimu kwa kuuza kuku kwa matajiri waliokuwa wanaishi karibu na eneo lao. Walipofika nyumba ya kwanza, waligonga lango. Mlinzi aliwatazama kwa juu hadi chini. "Mnataka nini?" aliuliza kwa sauti ya kutojali. "Tumeleta kuku wazuri sana," kaka alisema kwa heshima. "Bei yake ni nafuu pia." Mlinzi aliwaita mama wa nyumba. Mwanamke huyo alitoka polepole akiwatazama kwa macho ya dharau. "Hawa watoto tana," alisema kwa sauti ya kukerwa. Lakini bila wao kujua, siku hiyo ingeanza safari ya ajabu sana. Safari ambayo ingefichua siri kubwa kuhusu maisha yao na watu waliowazunguka. Mwanamke tajiri alisogea karibu na kikapu cha kuku huku akikunja uso. "Hawa kuku wenu wanakula nini hata?" aliuliza kwa sauti ya dharau. "Kwanza wanakula nafaka safi," dada mdogo alijibu kwa upole. "Tunawalea vizuri sana." Mwanamke huyo alicheka kidogo. "Watoto kama nyinyi mnaweza kweli kulea kuku wa maana?" Kaka alikaa kimya. Alikuwa amezoea maneno kama hayo. Baada ya dakika chache, mwanamke alinunua kuku wawili, lakini akatoa pesa pungufu. "Hizi zinatosha," alisema. Kaka alijaribu kusema kitu, lakini dada mdogo alimshika mkono taratibu. "Twende," alimnong'oneza. Waliondoka pale kimya kimya. Walipokuwa wakitembea barabarani, dada mdogo alisema kwa utulivu, "Usijali kaka, siku moja mambo yatabadilika." Kaka alimwangalia kwa mshangao kidogo. "Unajuaje?" Dada mdogo alitabasamu. "Najua tu. Watu wanaotudharau leo hawajui kesho itakuwaje." Lakini wakati huo huo, mbali kidogo na pale walipokuwa wakitembea, mtu mmoja aliyekuwa ndani ya gari kubwa alikuwa wakiwaangalia kwa makini sana. Alionekana kama mtu tajiri, na macho yake yalionyesha kana kwamba alikuwa akiwafahamu, lakini hakusema neno. Walifika soko dogo lililokuwa pembezoni mwa barabara. Hapo ndipo alikokuwa akipata wateja wachache waliokuwa wa kawaida zaidi kuliko wale matajiri waliokuwa wakiishi kwenye majumba makubwa. "Mama Asha," dada mdogo aliita kwa furaha. Mama Asha alikuwa muuzaji wa mbuga aliyowapenda sana. "Karibuni watoto wangu," alisema huku akitabasamu. "Leo mmeleta kuku wangapi?" "7 wamebaki," kaka alijibu. Mama Asha aliwatazama kwa huruma. "Watu wale matajiri bado wanawanyanyasa?" Kaka alitabasamu kidogo. "Ni kawaida tu." Mama Asha alitikisa kichwa. "Siku moja mtashangaa, dunia hubadilika haraka sana." Wakati wanaongea, gari lile kubwa lilisimama karibu na soko. Mwanamume mmoja alishuka taratibu. Alikuwa amevaa vizuri sana. Alisimama kidogo akiwaangalia wale watoto wawili. "Yule si kijana niliyemuona suluri?" aliuliza Mama Asha kwa mshangao. Kaka aligeuka. Macho yake yakakutana na yale ya yule mwanamume. Kulikuwa na kitu cha ajabu katika namna yule mtu alivyomtazama, kana kwamba kulikuwa na siri kubwa sana iliyokuwa karibu kufunguka. Mwanamume yule tajiri alitembea polepole kuelekea walipokuwa wamesimama. Dada mdogo alinyamaza kidogo. Watu kama wale hawakukuwa kisimama kuzungumza nao mara nyingi. "Habari zenu watoto?" mwanaume alisema kwa sauti ya utulivu. "Nzuri," kaka alijibu kwa heshima. Mwanaume aliangalia kikapu cha kuku. "Mnaonekana mnafanya kazi kwa bidii." "Ndiyo," dada mdogo alisema. "Hii ndiyo kazi yetu." Mama Asha alikuwa anatazama kwa makini. Mwanaume huyo aliinama kidogo na kuchukua mmoja wa kuku. "Ni wazuri," alisema, kisha akamwangalia kaka kwa makini zaidi. "Umesema jina lako nani?" "Kasim," kaka alijibu. Mwanaume huyo alionekana kushtuka kidogo. "Kasim." Alikaa kimya kwa sekunde chache kana kwamba anakumbuka kitu. Kisha akatabasamu kwa haraka. "Vizuri sana." Lakini alipokuwa anarudi kwenye gari lake, alisimama kidogo tena. Aliwatazama wale watoto kwa mbali. Moyo wake ulianza kupiga kwa nguvu, kwa sababu jina lile
Lilikuwa jina ambalo hakuwahi kusahau katika maisha yake. Baada ya mwanaume yule kuondoka, dada mdogo alimgeukia kaka. Umeona jinsi alivyokuangalia? Kaka alitikisa mabega. Labda anataka kununua kuku siku nyingine, lakini mama Asha hakuonekana kufikiria hivyo. Hapana, alisema polepole. Yule mtu alionekana kama mtu aliyemtambua mtu wa zamani. Kaka alicheka kidogo. Hatujawahi kukutana naye. Lakini usiku ulipofika, mambo yalianza kubadilika polepole. Waliporudi kwenye kibanda chao kidogo walichokuwa wanaishi, walikuta kitu kisicho cha kawaida. Gari lile lile kubwa lilikuwa limeegeshwa karibu na nyumba yao. Dada mdogo alisimama ghafla. Kaka, lile si gari la yule mtu wa soko? Kaka alikaza macho yake. Lilikuwa kweli. Mlango wa gari ulifunguka polepole. Mwanaume yule tajiri alishuka tena. Lakini safari hii hakuonekana kama mtu aliyekuja kununua kuku. Alionekana kama mtu aliyekuja kutafuta ukweli. Ukweli ambao ungeweza kubadilisha maisha ya watoto hao milele. Usiku ule walilala chini ya kipande cha jua kinachopenya dirisha dogo. Dada mdogo aliketi karibu na kaka yake, macho yake yakimulika kidogo na mwanga wa jua unaopingika ndani ya nyumba yao ya mkaa. Kaka, unafikiri tunaweza kweli kubadilisha maisha yetu? Alimuuliza kwa sauti ya tumaini. Kaka alitabasamu kidogo, akakumbuka maneno ya mama Asha siku ile. Siku moja nitakuonyesha, lakini lazima tuwe wavumilivu na wabunifu, alisema. Dada mdogo alishtuka kidogo, akiona kile kilicho kwenye sanduku dogo walichokuwa wakihifadhi. Hakuwa na uhakika kama alipaswa kusema. Ni siri kubwa, lakini lazima utuonyeshe kuwa tunafaa kwa kitu kikubwa zaidi, aliongeza kaka. Wakati huo, nje ya nyumba yao, sauti ya gari ikasogea taratibu. Mwenye gari alikuwa yule tajiri alionekana soko awali. Aliwatazama pale nyumbani kwa mbali, macho yake akiwa amebeba siri kubwa. Dada mdogo alikumbuka maneno ya kaka. Usikate tamaa, dunia hubadilika haraka. Lakini hawakujua kuwa usiku ule, maisha yao yangekuwa kwenye hatua ya kwanza ya mabadiliko yasiyo ya kawaida. Asubuhi ilifika, na jua likipenya kwa nguvu zaidi. Walitembea kwenda sokoni, sasa wakiwa na hisia ya shaka na matumaini mchanganyiko. Kila mtu alipotazama kaka akiwa amebeba kikapu cha kuku, walijua hawa ni watoto waliokuwa na hazina ya bidii. Lakini dada mdogo aliona kitu kilichoangaza macho yake. Mmoja ya wanaume wa soko alimtazama kwa makini bila kusema neno. Labda ni mtu mpya, dada mdogo alisema kwa sauti ya chini, akijaribu kudhibiti hofu. Kaka aligusa mkono wake kidogo, akimpa ishara ya kutokuwa na wasiwasi. Wakati walipokuwa wakipiga soko, ghafla mwanamume tajiri alikuja upande wa pili. Haya, alisema kwa utulivu. Naona mna bidii ya kweli. Walishangaa, lakini walipokuwa wanatazama, mwanamume huyo alionyesha kadi ndogo. Napenda kuku wenu. Labda tunaweza kufanya makubaliano makubwa, alisema. Hii ilikuwa ishara ya kwanza ya uwezekano mpya, na siri kubwa zaidi iliyoanza kufichuka taratibu. Kaka alishtuka kidogo. Makubaliano gani? Aliuliza kwa sauti ya mashaka. Mwanamume tajiri alitabasamu. Sitaki kuku tu, nataka kuona ikiwa mna uwezo wa kushughulikia mradi mkubwa zaidi wa ufugaji. Dada mdogo alishtuka. Mradi mkubwa zaidi? Ndiyo, kuna nafasi ya mabadiliko makubwa, mwanamume alisema, akijaribu kutoonyesha furaha zake nyingi. Mama Asha alikuja karibu. Hawa watoto ni waaminifu na wanabidii, usije ukashangaza. Kaka aliona hisia tumaini ikianza kuota. Tafadhali, tunaweza kufanya hivyo, alisema. Mwanamume tajiri alitabasamu. Nataka muanze kesho. Nitawaleta kwenye shamba langu la ufugaji. Hapo ndipo mtaona uwezo wenu wa kweli. Dada mdogo aliruka kidogo kwa furaha, akikumbuka maneno ya kaka. Usikate tamaa. Lakini bila wao kujua kuwa safari hii itawaingiza kwenye ulimwengu wa watu wenye nguvu, utajiri na siri ambazo hawakuwa wamezoea. Moyo wa kaka ulipiga kwa haraka. Hii ni nafasi yetu kubadilisha kila kitu, alisema kwa sauti ya chini. Kesho yake walifika kwenye shamba kubwa lililokuwa mbali na mtaa wa soko. Gari kubwa lilikuwa limeegeshwa karibu, na mwanamume tajiri alisongea karibu na shamba lililojaa kuku wengi na ndege wa aina zote. Alisema, hapa ndipo mradi unapoanza.
Dada mdogo alijaribu kutuliza moyo wake, akitabasamu huku akikumbuka macho ya kaka aliyokuwa na matumaini. "Kaka, tuko tayari?" aliongea kwa sauti kidogo. Kaka alimkumbatia dada mdogo kidogo, akisema, "Lakini lazima tuwe makini. Dunia ya watu wenye nguvu sio rahisi." Mwanamume tajiri aliongea kwa sauti ya furaha, "Nitawafundisha kila kitu, lakini kwanza lazima muelezwe na watu wengine wa mradi huu." Walipoingia kwenye kambi ya wafanyabiashara na wakulima, waliona wengine wanaojaribu kuongoza mradi wa ufugaji. Kila mtu alitazama watoto hao kwa mshangao. Dada mdogo alijua hili ni hatua ya kwanza ya mabadiliko makubwa, lakini kaka alikumbuka maneno ya Mama Asha, "Siku moja mtashangaa, dunia hubadilika haraka sana." Wakati watoto hao walipoanza kushughulika na mradi, walikutana na changamoto ya kwanza, ndege waliokuwa wakihama mara kwa mara. Kaka alijaribu kudhibiti hali. "Tunahitaji suluhisho la haraka," alisema. Dada mdogo aliona njia ya kufunika sehemu za kuku. "Tunaweza kutumia vichaka hivi kuwalinda," alijaribu kueleza kwa shauku. Mwanaume tajiri alitabasamu. "Nimeona akili hii tayari. Hii ndiyo tabia ya watu wenye nguvu." Wafanyakazi wengine walimwangalia kaka na dada mdogo kwa mshangao. "Watoto hawa wana bidii ya kweli," mmoja alisema. Wakati walipokuwa wakifanyia kazi mradi, kaka alikumbuka nyakati ngumu sokoni na nyumba yao ya mkaao. "Hii ni nafasi yetu ya kweli," alisema kwa dada mdogo. Dada mdogo alitabasamu na moyo wake ukipiga kwa nguvu, lakini bila wao kujua, mradi huu ungekuwa na siri kubwa ya familia yao iliyokuwa imefichwa kwa miaka mingi, siri ambayo ingebadilisha maisha yao milele. Wiki kadhaa zilipita na dada mdogo na kaka walijaribu kushughulikia kila changamoto ya mradi. Kaka alihisi shauku na hofu KWA wakati mmoja. "Dada, unajua, hawa watu wakubwa wanavunja ndoto ya wengine KWA urahisi," alisema KWA kwa sauti ya chini. Dada mdogo alimtazama kwa macho makali. "Lakini tuko pamoja. Hii ni nafasi yetu ya kubadilisha kila kitu." Siku ile, mwanaume tajiri aliwazungumza kimya. "Nimekuwa nikitazama jinsi mnafanya kazi. Ninaona ujasiri wenu na nitaonyesha ulimwengu uwezo wenu." Wafanyakazi wengine walimwangalia kwa mshangao. Walijua kuwa watoto hawa hawaku kama wengine. Kaka alihisi moyo wake ukipiga haraka. "Dada, unaweza kuona KWA, hatua ya kwanza ya ndoto yetu imeanza." Dada mdogo alitabasamu kwa hisia mchanganyiko ya furaha na wasiwasi. "Lakini lazima tuwe makini. Dunia ya watu tajiri haikosi siri," kaka aliongeza. Wakati huo, mbali kidogo, mtu mmoja aliyevaa vizuri alitazama shamba hilo kwa makini sana. Hakuwa na shaka. Watoto hawa watabadilisha kila kitu kama wanapewa nafasi. Siku nyingine, dada mdogo aliona kaka akijaribu kuangalia namna ya kuboresha ufugaji wa kuku. "Hebu tujaribu mbinu hii," aliongea kwa shauku. Kaka alijaribu, lakini ndege walihama tena. "Hii ni changamoto ya kweli," alisema kwa unyenyekevu. Mwanaume tajiri alitabasamu. "Hii ndiyo sehemu ya kujifunza. Ukikosa, unajua njia ya kurekebisha." Dada mdogo alijaribu kumtazama kaka. "Unajua, tunaweza kufanya zaidi kuliko wengine wanavyofikiria." Kaka alitabasamu kidogo. "Ndiyo, lakini lazima tuwe makini. Hii dunia si rahisi." Wafanyakazi wengine walikuwa wanashangaa jinsi watoto hawa walivyokuwa makini. "Kuna kitu maalum kwao," mmoja alisema. Dada mdogo alijua kuwa hatua ya kwanza ilikuwa nzuri, lakini ilikuwa ni mwanzo tu. Usiku ule walilala chini ya nyota, wakifikiria mradi na siri za familia zao. "Hii ni nafasi yetu ya kweli kaka," dada mdogo alisema kwa sauti ya chini. Kaka alikumbuka maneno ya Mama Asha, "Siku moja mtashangaa. Dunia hubadilika haraka sana." Mara moja,
habari za bidii ya watoto hao zilianza kusambaa sokoni. Wafanyabiashara wengi walifika shambani kuangalia kazi yao. Wana akili ya kushangaza, mmoja alisema. Dada mdogo alijaribu kuficha hisia zake, lakini moyo wake ulipiga kwa furaha. Kaka alijua kuwa hii ilikuwa fursa ya dhahabu. Dada, tunaanza kushirikiana na watu wengine. Hii inaweza kubadilisha maisha yetu. Mwanaume tajiri aliwatazama kwa makini. Watoto hawa wanaweza kufanikisha mradi huu mkubwa. Lazima nitahakikisha wanapata kila msaada. Wakati huo, dada mdogo aligundua kitu cha ajabu. Mmoja wa wafanyabiashara alijaribu kuingilia kati mradi wao. Tunahitaji kuwa makini kaka, aliongea. Lakini dada mdogo alijua kuwa kila changamoto ilikuwa nafasi ya kujifunza, kujikaza na kuonyesha dunia kuwa watoto wa kawaida kutoka kijijini wanaweza kufanya mambo makubwa. Siku hiyo, walilala wakiwa na matumaini makubwa. Kesho ni siku mpya kaka, dada mdogo alisema kwa utulivu. Kesho yake, shamba lilikuwa na shughuli nyingi zaidi kuliko kawaida. Wanaume tajiri walifika kuangalia maendeleo ya mradi. Dada mdogo alijaribu kudhibiti hofu yake, akitabasamu kwa moyo wote. Kaka alikumbuka maneno ya mwanaume tajiri, ujasiri ni msingi wa kila kitu. Walipokuwa wakishughulika, ndege walihama mara nyingine. Kaka, lazima tufanye kitu haraka. Dada mdogo alijibu, ndiyo, lakini lazima tuwe wanyenyekevu na watiifu. Mwanaume tajiri alitabasamu kwa utulivu, nimeona kila kitu. Unaweza kuona nguvu ya watoto hawa? Aliuliza KWA wafanyabiashara wengine. Wafanyabiashara walitabasamu. Hawa ni wa kipekee. Dada mdogo alijua kwamba HII ilikuwa hatua ya kwanza ya mafanikio makubwa. Kesho tutapata suluhisho, kaka alisema, akijua kuwa mradi huu ungeendeleza hatimaye ndoto ya familia yao. Wiki kadhaa baadaye, mradi ulikuwa zaidi. Watoto hao walikuwa wanajulikana kama wakili wa bidii na ujasiri sokoni na mashambani. Mwanaume tajiri alisimama karibu na shamba. Nimeona, watoto hawa wamebadilisha kila kitu, alisema. Kaka alijaribu kutuliza moyo wake. Dada, tumeanza kuona matokeo ya bidii yetu. Dada mdogo alitabasamu KWA hisia ya furaha. Lakini bila wao kujua, siri kubwa ya familia yao ilikuwa karibu kufichuka. Kila hatua waliopiga ilikuwa ikikaribisha mabadiliko makubwa zaidi. Mabadiliko ambayo yangeweka historia kwao wenyewe na jamii yao. Usiku ule walilala chini ya nyota, wakijua kuwa ndoto yao ilianza kuota mizizi. Kesho ni siku ya nguvu mpya kaka, dada mdogo alisema KWA utulivu. Kaka alitabasamu, ndiyo, na tutashughulikia kila kitu pamoja. Mchana ule, dada mdogo aliona kaka akifanya kazi KWA bidii kwenye shamba kubwa. Unajua, kaka, kila hatua tunayopiga tunaonyesha thamani yetu, aliongea KWA shauku. Kaka alitabasamu kidogo. Ndiyo, lakini lazima tuwe makini. Dunia ya watu wenye nguvu na siri zake. Wakati walipokuwa wakishughulika, mwanaume tajiri alisogea karibu. Ninafurahishwa kuona jinsi mnavyoshirikiana, alisema. Dada mdogo alijaribu kuonyesha hofu yake kidogo. Tunajitahidi tu, kaka alitabasamu. Hii ni nafasi yetu ya kweli. Wafanyakazi wengine walimwangalia KWA mshangao. Hao watoto ni wa kipekee, mmoja alisema. Dada mdogo alijua kuwa hatua ya kwanza ilikuwa nzuri, lakini ilikuwa mwanzo tu. Usiku ule walilala chini ya nyota akiwa na matumaini makubwa. Kesho tunaweza kufanya zaidi kaka, dada mdogo alisema KWA shauku. Kaka alitabasamu KWA utulivu. Ndiyo, na hatuwezi kurudi nyuma. Kesho yake walipokea wito wa kushiriki mradi mkubwa zaidi. Mwanaume tajiri anataka kuona mradi wetu, dada mdogo alisema KWA shauku. Kaka alikumbuka maneno ya mama Asha, siku moja mtashangaa. Dunia hubadilika haraka sana. Wakati walipokuwa wakienda, waliona wengine wanaojaribu kuingilia kati. Tunahitaji kuwa makini, kaka alisema KWA utulivu.
Dada mdogo alijua kuwa kila changamoto ilikuwa nafasi ya kujifunza na kuonyesha ujasiri. Mwanaume tajiri alitabasamu. Watoto hawa watafanikiwa mradi huu mkubwa. Wakati huo, dada mdogo aligundua kuwa mmoja wa wafanyabiashara alijaribu kuingilia kati mradi wao. Tunahitaji kuwa makini, kaka alisema KWL tulivu. Lakini dada mdogo alijua kila changamoto ilikuwa nafasi ya kujifunza na kuonyesha ujasiri. Usiku, walilala chini ya nyota, wakifikiria mradi na siri za familia zao. Kesho ni siku mpya kaka, dada mdogo alisema KWL tulivu. Siku ile, habari za watoto hao zilisambaa sokoni. Wafanyabiashara wengi walifika shambani kuangalia maendeleo yao. Wana akili ya kushangaza, mmoja alisema. Dada mdogo alijaribu kuficha furaha yake, lakini moyo wake ulipiga KWA nguvu. Kaka alijua kuwa hii ilikuwa fursa ya dhahabu. Dada, tunaanza kushirikiana na watu wengine. Hii inaweza kubadilisha maisha yetu. Mwanaume tajiri aliwatazama KWA makini. Watoto hawa wanaweza kufanikisha mradi huu mkubwa. Wakati huo, dada mdogo aligundua kuwa mmoja wa wafanyabiashara alijaribu kuingilia kati mradi wao. Tunahitaji kuwa makini, kaka alisema KWA utulivu. Lakini dada mdogo alijua kila changamoto ilikuwa nafasi ya kujifunza na kuonyesha ujasiri. Usiku, walilala chini ya nyota, wakijua ndoto yao ilianza kuota mirizi. Wiki kadhaa baadaye mradi ulikuwa zaidi. Watoto hao walijulikana kwa bidii na ujasiri sokoni na mashambani. Mwanaume tajiri alisimama karibu na shamba. Nimeona watoto hao wamebadilisha kila kitu, alisema. Kaka alijaribu kutuliza moyo wake. Dada, tumeanza kuona matokeo ya bidii yetu. Dada mdogo alitabasamu kwa furaha. Lakini bila wao kujua, siri kubwa ya familia yao ilikuwa karibu kufichuka. Kila hatua waliopiga ilikuwa ikikaribisha mabadiliko makubwa zaidi. Mabadiliko ambayo yangeweka historia kwao wenyewe na jamii yao. Usiku ule, walilala chini ya nyota, wakijua ndoto yao ilianza kuota mizizi. Mradi wa ufugaji ulipata umaarufu sokoni. Watoto hao walikuwa wanajulikana kama watoto wa bidii na ujasiri. Dada mdogo aliona kaka akifanya kazi kwa umakini mkubwa, akijaribu kuhakikisha kila ndege na kila kuku walikuwa salama. Mara zote tunaposhirikiana, tunapata matokeo makubwa, aliongea kwa shauku. Kaka alitabasamu. Ndiyo, lakini lazima tuwe makini na kila hatua. Dunia ya watu tajiri na changamoto nyingi. Wakati huo, mwanaume tajiri alisogea karibu. Nimeone kila kitu. Ujasiri wenu unaonyesha uwezo wa kweli. Dada mdogo alijua kuwa kila hatua walichopiga ilikuwa ikikaribisha mabadiliko makubwa zaidi. Kesho ni fursa mpya kaka, aliongea kwa utulivu. Kaka alikumbuka maneno ya mama Asha. Siku moja mtashangaa, dunia hubadilika haraka sana. Wakati walilala usiku, walijua kuwa ndoto yao ilianza kuota mizizi. Na hakika, hata kuwa na kurudi nyuma. Siku nyingine dada mdogo aliona kaka akijaribu kuangalia namna bora ya kuongeza uzalishaji. Tunahitaji mbinu mpya kaka, alisema kwa shauku. Kaka alitabasamu kidogo. Hii ni changamoto ya kweli, lakini tutafanikiwa. Mwanaume tajiri alitabasamu. Hawa watoto wana akili ya kushangaza. Hii ndiyo tabia ya watu wenye nguvu. Dada mdogo alijua kuwa mradi huu ulikuwa mwanzo tu wa mabadiliko makubwa. Wafanyakazi walimwangalia kwa mshangao. Kuna kitu maalum kwao, mmoja alisema. Usiku ule walilala chini ya nyota, wakiwa na matumaini makubwa. Kesho, tunaweza kufanya zaidi kaka, dada mdogo alisema kwa utulivu. Kaka alitabasamu. Ndiyo, hatuwezi kurudi nyuma. Wiki kadhaa baadaye, mradi ulikuwa zaidi na watoto hao walijulikana kama mfano wa bidii na ujasiri. Mwanaume tajiri alisimama karibu na shamba. Nimeona, watoto hao wamebadilisha kila kitu, alisema. Kaka alijaribu kutuliza moyo wake. Dada, tumeona matokeo ya bidii yetu. Dada mdogo alitabasamu kwa furaha. Lakini bila wao kujua, siri kubwa ya familia yao ilikuwa karibu kufichuka. Kila hatua walichopiga ilikuwa ikikaribisha mabadiliko makubwa zaidi. Usiku ule, walilala chini ya nyota, wakiwa na matumaini makubwa. Kesho ni siku ya nguvu mpya kaka, dada mdogo alisema kwa utulivu. Kaka alitabasamu. Ndiyo, na tutashughulikia kila kitu pamoja. Siku ile, dada mdogo na kaka walishirikiana kuhakikisha kila kuku na ndege walikuwa salama. Ni lazima tufanye kazi kwa bidii zaidi,
Dada mdogo alisema kwa utulivu. Kaka alitabasamu kidogo. Ndiyo, lakini lazima tuwe makini. Dunia ya watu tajiri ina siri nyingi. Mwanaume tajiri alitabasamu. Ninafurahishwa kuona jinsi mnavyoshirikiana. Hawa watoto wanaweza kufanikisha mradi mkubwa. Wafanyakazi wengine walimwangalia kwa mshangao. Dada mdogo alijua kuwa hatua ya kwanza ilikuwa mwanzo tu. Usiku, walilala chini ya nyota, wakiwa na matumaini makubwa. Kesho ni siku ya nguvu mpya kaka, aliongea kwa utulivu. Kaka alitabasamu. Ndiyo, na hatuwezi kurudi nyuma. Wiki kadhaa baadaye mradi ulikuwa zaidi na watoto hawa walijulikana kama watoto wa bidii yao. Mwanaume tajiri alisimama karibu na shamba. Nimeona, watoto hawa wamebadilisha kila kitu, alisema. Kaka alijaribu kutuliza moyo wake. Dada, tumeona matokeo ya bidii yetu. Dada mdogo alitabasamu kwa furaha. Lakini, bila wao kujua, siri kubwa ya familia yao ilikuwa karibu kufichuka. Kila hatua walichopiga ilikuwa ikikaribisha mabadiliko makubwa zaidi. Mabadiliko ambayo yangeweka historia kwao wenyewe na jamii yao. Usiku ule walilala chini ya nyota, wakiwa na ndoto kubwa zaidi. Kesho ni siku ya nguvu mpya kaka, dada mdogo alisema kwa utulivu. Kaka alitabasamu. Ndiyo, na tutashughulikia kila kitu pamoja. Siku ile, dada mdogo na kaka waliona mabadiliko makubwa kwenye shamba. Ninaona kaka, kila kitu kinabadilika, dada mdogo alisema kuwa shauku. Kaka alitabasamu kidogo. Ndiyo, lakini lazima tuwe makini. Dunia ya watu tajiri ina siri nyingi. Mwanaume tajiri alitabasamu. Watoto hawa wameonyesha bidii na ujasiri. Hii ni sehemu ya ndoto yao kubwa. Wafanyakazi walimwangalia kwa mshangao. Kuna kitu maalum kwao, mmoja alisema. Dada mdogo alijua kuwa hatua yao ilianza kuleta mabadiliko makubwa. Usiku walilala chini ya nyota, wakijua kuwa ndoto yao ilianza kuota mizizi. Kesho tunaweza kufanya zaidi kaka, dada mdogo alisema kuwa utulivu. Kaka alitabasamu. Ndiyo, na hatuwezi kurudi nyuma. Wiki chache baadaye, mradi ulikuwa na kuanza kuvutia wateja wakubwa. Kaka, tuko kwenye hatua mpya, dada mdogo alisema kwa furaha. Kaka alitabasamu. Ndiyo, lakini lazima tuwe watifu na makini. Mwanaume tajiri alitabasamu. Hawa watoto wanaweza kufanikisha mradi mkubwa. Lazima nitahakikisha wanapata kila msaada. Wafanyakazi walimwangalia kwa mshangao. Kuna kitu maalum kwao, mmoja alisema. Dada mdogo alijua kuwa hatua yao ilikuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa zaidi. Usiku walilala chini ya nyota, wakiwa na matumaini makubwa. Kesho ni siku ya nguvu mpya kaka, aliongea kwa utulivu. Kaka alitabasamu. Ndiyo, na hatuwezi kurudi nyuma. Wiki kadhaa baadaye, mradi ulikuwa zaidi na watoto hao walijulikana kwa bidii yao. Mwanaume tajiri alisimama karibu na shamba. Nimeona, watoto hao wamebadilisha kila kitu, alisema. Kaka alijaribu kutuliza moyo wake. Dada, tumeona matokeo ya bidii yetu. Dada mdogo alitabasamu kwa furaha. Lakini bila wao kujua, siri kubwa ya familia yao ilikuwa karibu kufichuka. Kila hatua walichopiga ilikuwa ikikaribisha mabadiliko makubwa zaidi. Usiku ule walilala chini ya nyota, wakiwa na matumaini makubwa. Kesho ni siku ya nguvu mpya kaka, aliongea kwa utulivu. Kaka alitabasamu. Ndiyo, na tutashughulikia kila kitu pamoja. Siku ile kila kitu kilikuwa tayari. Mradi wa ufugaji wa watoto hao ulipata mafanikio makubwa. Watoto hao walijulikana kwa bidii na ujasiri, wakiheshimika na jamii nzima. Mwanaume tajiri alitabasamu. Nimeona, watoto hawa wamebadilisha kila kitu. Walio na bidii na ujasiri kweli. Kaka alijaribu kutuliza moyo wake. Dada, tumefanikisha ndoto yetu. Dada mdogo alitabasamu kwa furaha isiyo na kifani. Lakini siri kubwa ya familia yao, mradi wa dhahabu na urithi wa wazazi wao, ilikuwa imefichuliwa kwao kwa mara ya kwanza. Wakiwa chini ya nyota, walijua kila hatua walichopiga ilibadilisha maisha yao milele. Kesho ni siku ya nguvu mpya kaka, dada mdogo alisema. Kaka alitabasamu. Ndiyo, na tutashughulikia kila kitu pamoja. Hii ni mwanzo wa maisha mapya. Kwa kweli, watoto hao waliingia historia ya familia yao na jamii, wakibadilisha kila kitu kwa bidii, ujasiri na upendo.